Baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Chato limeadhimia kuwafukuza kazi watumishi 7 kwa makosa ya utovu wa nidhamu na utoro kazini, huku wengine watumishi 3 wakipatiwa adhabu ya kukatwa mshahara wa 15% kwa muda wa kipindi cha miaka 3 kutokana na tuhuma hizo. Hayo yameelezwa katika kikao cha robo ya pili cha baraza la madiwani kilichojigeuza kisha kuwajadili watumishi hao, kikao kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa baraza hilo Fortunatus Jangole, aliyetoa sababu mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa kamati iliyofanywa na kubaini makosa ya utovu wa kinidhamu. Aidha, baraza hilo limewataka watumishi katika halmashauri hiyo kuendelea kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za kiutumishi na kuendelea kuwatumikia wananchi kwa kuzingatia miongozo ya kisheria. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Moja, baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chato imeazimia kwamba watumishi 7 wafukuzwe kazi. Baada ya kutiwa hatiani na kamati za uchunguzi, watumishi hao ni kama ifuatavyo. Moja, Hilda Kilungo Mwalabu, huyu tunamfukuza kazi kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato. Namba 2, Onesimo Ndegi Itozia. Namba 3, Jackson William Mashala. Namba 4, Wilfried Bulime Meli. Namba 5, Mwanahamisi Hussein Mzava. Namba 6, Yudi Sibayo. Namba 7, Ruben Charles Stefano. Pia baraza la madiwani ya halmashauri ya wilaya ya Chato limeazimia kwamba watumishi 3 wapewe adhabu ya kukatwa mshahara 15% kwa muda wa miaka 3 baada ya kutiwa hatiani na kamati za uchunguzi. Watumishi hao ni kama ifuatavyo. Moja, Joseph Odima Odulo. Namba 2, Jonathan Mlime Frenki. Namba 3, Johnny Dioba Lange. 3, baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Chato limeazimia kwamba mtumishi Amos Kahindi Kisatu arudishwe kazini na kulipwa stahiki zake kwa sababu kamati ya uchunguzi haikumtia hatiani. Namba 4, aidha maazimio haya yametolewa kwa kuzingatia kanuni ya 42(1) ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 sehemu A, makosa yanayosababisha mwenendo wa mashauri ya makosa mazito. Sifa ya mtumishi wa umma ni kuzingatia maadili na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Mimi nitoe rai, zipo changamoto za baadhi ya watumishi wasiozingatia taratibu za utumishi wa umma. Wengine wanafanya ukiukwaji wa maadili ya utumishi wa umma. Mimi nishauri tu mamlaka yenu kwamba ichukue hatua bila kuogopa, kwa sababu wewe ni mtumishi na mtumishi anaadhibiwa kwa kanuni na haki zako zipo. Kwa hiyo mimi niombe watumishi wenzangu, kama huko huwezi, tafuta kazi nyingine. Hizi kazi zina masharti. Leo ni miaka 7 sasa yuko Marekani. Sasa halmashauri ya wilaya Chato ilikuwa ikiendelea kumpatia fedha.
Sisi madiwani sasa kwa kushirikiana na vyanzo vyetu tumebaini kwamba huyu mtu toka 2019 alienda kujifungua huko Marekani kwa maandishi yao alivyokuwa ameaga. Lakini ikumbuke kwamba idara ya afya nao tumefukuza watumishi 7 ambao kipekee umewasikia wakisomwa hapo na mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Watumishi hao wengine wamebainika kwenye mambo yasiyokuwa na staa kabisa kwenye hospitali zao, wengine ni utoro. Na ndugu zangu waandishi wa habari, mtakubaliana na mimi kwamba idara ya afya sasa imekuwa ni sehemu korofi sana. Wao watumishi hao wanakimbilia kwenda kusaini tu na kuingia, yani wanajua ukishamaliza kusaini wanarudi kwenda kwenye supu, na wakiacha wagonjwa wetu wakiteseka katika mahospitali. Na idara hii imekuwa ikilalamikiwa sana, mmeshuhudia hata waziri mkuu kula anakopita ni kelele, ni idara ya afya. Kwa hiyo sisi kama madiwani wilaya Chato tumeona tuwafukuze kazi hao watumishi wa afya alioko Buziku, na wengine wako Kachwamba, wengine wako Bwanga. Lakini kuna ambao tumeamua kuwakata 15% ya mshahara. Hii yote ni fundisho kwa watumishi wengine wasiokuwa waadilifu, na hili nimekuwa nikilisemea sana katika halmashauri ya wilaya Chato. Kuna watumishi wengi sio waadilifu, na tutaendelea kuwasaka popote walipo kuhakikisha kwamba kazi waliiomba na kazi hiyo waliapa kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatimiza ile ilani ambayo aliomba utumishi kwa Watanzania hawa katika mkataba. Ukisoma ibara ya 5 kwamba tutaomba kazi, na ibara ya 8 kila chama kitaenda kujinadi kule kwa ajili ya kusimamia wananchi.